ratiba hapa inaonyesha ana Mashujaa, ana JKT Tanzania, ana Pamba, ana KMC, ana Singida. Of course kwa games za haraka 4 tuishie kwa KMC mpaka Mei 11 hapo. Ahmed Ally amegusia kwamba wanajua ugumu wa ratiba ulivyo. Mnyama sasa hapa rasmi imetangazwa. Uwezekano wa kutoboa mkubwa kiasi gani? Tukianzia kesho. Maana wao wamekiri kwamba mechi ya kwanza ilikuwa rahisi. Imeshahitaji dakika za mwisho sana. Yeah, ni mechi nyingine nzuri kwa upande wa Simba Sports Club. Expectation wise, tutarajie mechi ambayo dakika za awali Simba atatumia nguvu nyingi kujaribu kuikill mechi. Ni hii inakuja na sababu ya mfululizo wa fixtures hizo mbele yao. Meaning Mwalimu Fadlu atatamani hii mechi aimalize mapema ili aseto kwenye defense wise ama kucheza possessive football kwa ajili ya kudelay muda ili at least apate muda wa kurecover na kujiandaa na mchezo unaofuata. Kwa hiyo dakika zile za mwanzo takriban 20, 15, 30 zitakuwa very crucial kwa kikosi cha Simba. Mashujaa kesho obviously kwa namna ambavyo wapo kwenye msimamo wa ligi ni mechi ambayo watajaribu kuhold on at least waondoke na alama kwenye mchezo wa huo wa kesho. Meaning approach yao nyepesi ambayo unaweza kaipicture kichwani ni twende tukakae kwenye low block kwenye hizi dakika za mwanzo tujaribu kumzuia Simba Sports Club ili ule muda ambao anaanza kuwa frustrated sisi ndio tujaribu kwenda kumshambulia kwenye muundo wa counter attacks. Kwa hiyo dakika za mwanzo katika kitu ambacho natarajia labda tutaiona Mashujaa ikicheza kwenye 5-4-1 ambayo imekuwa ni basic formation ambayo wamekuwa kiitumia msimu huu wote. Japo at that time tunazungumza timu ilikuwa chini ya Mohamed Baris. Kwenye eneo la katikati kwa namna ambavyo wamekuwa wakicheza defense line imekuwa mara nyingi kiundwa na wale mabeki wao watatu wakati yes akina Abdul Malik Zakaria ambao ndio wamekuwa kiunda safu yao ya ulinzi. Lakini kwenye eneo la katikati unaweza kukuta kina Zuberi Dabi ambao hawa kidogo ndio wamekuwa solid enough kwanza kwenye ile eneo pamoja na kina Yusuf Dunia Alwenge ambao hawa ndio wamekuwa mara nyingi unaona wakipea kwenye eneo lao la katikati. Lakini kwenye yale mashavu ya uwanja kwenye eneo la kushoto mara nyingi huwa anaanza Saif Rashid Karie, huku Balama Mapinduzi ambaye kwenye game kuna muda utamuona za number 10 lakini ukiangalia namna ambavyo wamekuwa kiline up kwenye formation anakuwa kitokea ule upande wa kulia huku juu akibaki mshambuliaji mmoja. So as a unit wise Mashujaa kwenye basic formation ya 5-4-1 kitu ambacho tutaki expect ni ule msongamano wa wachezaji wengi kwenye ile eneo la katikati. Kina Zuberi Dabi namna ambavyo watakuwa wanasogea nyuma kusaidiana na safu yao ya ulinzi at least kupunguza uhatari wa Simba kwenye zile half spaces. Good enough Simba katika kitu ambacho unaweza kupata faida msimu ni kwamba wamemaster kucheza na timu ambazo zipo kwenye low block. Kina Elim Panzu kwa namna ambavyo wamekuwa kirotate kwenye hizo spaces zinazopatikana in between lines pamoja na namna ambavyo wamekuwa kitumia hizo hybrid formations kwa matumizi ya mtu kama Fabrice Luambangoma pale ambapo wanakutana na mpinzani ambaye yuko kwenye low block halafu system ya kupasiana ama kupita kwa Elim Panzu imefeli basi huwa wanarudi kuchukua kwenye matumizi ya mipira mirefu ambayo wamekuwa ikipigwa na Fabrice Luambangoma. Kwa obviously kwenye zile kaza mwanzo Mwalimu Fadlu Davis atajaribu kwanza kwenda na ile approach A ya Simba. Kwanza Elim Panzu, Kibu Dennis, hawa ndio watakuwa progressors wa kwanza wa mpira wa Simba. Huku idadi ya wachezaji wake ikiwa kubwa zaidi kwenye eneo la mwisho. Labda tunaweza tukamuona Steve Dese Mukwala kesho kwa namna ambavyo amekuwa akiofa idadi nzuri ya wachezaji almost watatu ambao wote wanakuwa active kwenye mchezo. Utakuwa una Steve Dese, utakuwa una bwana Elim Panzu, alafu tatu utakuwa una Kibu Dennis. Hawa watatu wote ni watu ambao una uhakika wanakuwa active kwenye mchezo. Mtu ambaye unampa role ya kuloita kwenye eneo la juu huwa anakuwa ni Jean Chazahwa, shadow striker ama mshambuliaji kivuli ambaye huyu ndiye atakuwa analisogelea lango mara kwa mara. Kwa hiyo kwenye taswira ya haraka tunaona Simba kwenye ule mstari wa mwisho wa ushambuliaji utakuwa una watu takriban 4. Halafu supporter wa huu mstari wa ushambuliaji juu yao atakuwa ni Fabrice Luambangoma, huko zile fullback zikigawana baadhi ya matukio kwamba Shomari akienda Zimbu atulie, Zimbu akienda Shomari atulie. Japo kwenye incidents nyingi tutamshuhudia zaidi Shomari akipanda kuliko Zimbu kwa sababu hiyo ndio imekuwa system ya Simba ambao wameitumia msimu huu kwamba Zimbwe mara nyingi ana hold position kumruhusu Shomari kupanda. Zimbwe mara nyingi anakuwa ki hold position, anatengeneza mstari wa watu watatu wa mwisho wa ulinzi kwa Simba ambao huwa anapewa support na Yusuf Kagoma kwenye ule muda wa rest defense. Kwa hivyo obviously kwenye eneo la mwisho la Simba ukitoa wale watu wanne wa juu tutaona usaidizi wa Fabrice Luambangoma nyuma yao pamoja na Shomari Kapombe. Kwa hiyo Simba obviously unaweza kukuta anashambulia sometimes na watu 6 lakini kuna incidents kadhaa tutakuta akishambulia na watu 7 na hiyo obviously
itakuwa ni kuhakikisha wanapeleka pressure kubwa kwenye lango la Mashujaa ambao tunatarajia kesho kwa muda mwingi wa mchezo watakuwa nakaba kwenye formation ya 5-4-1. Hii yote ni kujaribu kuhold mashambulizi ya Simba kwenye ule muda. Changamoto kubwa ya Mashujaa msimu imekuwa ni namna ambavyo wanatoka kwenye lango lao kulifuata lango la timu pinzani. I think baada ya kuondoka kwa mtu kama Adamu pamoja na Reliant Lusajo kwenye final third, Mashujaa hicho kitu wameshindwa kabisa kukipatia ufumbuzi. Kuna muda unakuja kumkuta Balama Mapinduzi ambaye msimu uliopita alikuwa anatumika kwenye hiyo role kama progressor, msimu bado nafa ameshindwa. Walikuwa na Adamu ambaye naye pia alikuwa anatumika kama progressor, japo msimu huu kuna kitu hakiweka out kwenye timu yao. Kwa sasa hivi kwenye progression ya mpira mara nyingi wanamtegemea Saif Rashid Karie ambaye yeye ndo muda mwingi unaweza kumpa hiyo faida ya the only creative player kwenye ile eneo la mwisho la Mashujaa, huku kwenye final third ukimsubiri mtu kama Crispin Ngushi ambaye ndo unaweza kukuta labda ndo mtu wa mwisho kwenye matumizi ya zile counter ambazo watazipata. Execution ya Crispin huwezi ukaigarantii kwenye engo ya juu. Kwa hiyo kuna sehemu utakuta Mashujaa kwenye namna ambavyo watakuwa natoka kulifuata lango la Simba, kuna sehemu tu watakuwa wakipoteza mipira, hasa kwenye namna ambavyo watalink between safu yao ya kiungo pamoja na safu yao ya ushambuliaji. Kwa hiyo hili eneo ikitokea Simba wakalipressure vizuri, Fabrice Luambangoma labda na Shomari Kapombe ambaye kuna incidents kadhaa anaweza akawa na invite kuja kwenye ile eneo, hiyo pressing ya watu wawili inaweza ikawa inawapa Simba balance nzuri zaidi kwamba watawashambulia Mashujaa anaweza akaokoa shambulizi, Simba wanaweza wakaliwin shambulizi tena kwenye hizo counter pressing alafu wakawashambulia tena Mashujaa. Meaning kwenye zile dakika za awali tutashuhudia game ambayo Simba atakuwa on top of his notch, na mwisho wa siku labda Mashujaa kama watashindwa kucontempt kwenye zile dakika za mwanzo itakuwa ni game over kwao, lakini kama wataweza kubaki kwenye game kwenye zile dakika za mwanzo labda wanaweza waka frustrate Simba na Simba labda akaongeza nguvu zaidi kuelekea labda kipindi cha pili ambacho sidhani kama Mwalimu Fadlu Davis anakihitaji. Okay, anyway, Mashujaa kitazama ni miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wale wenye experience ambao tumewashuhudia maeneo tofauti ligi kuu soka Tanzania bara. Unamtaja mtu kama Lianga, Jafari Kibaya, ni wachezaji fulani ambao ni wale tuwazungumzia kwenye ligi kuu. Anaitwa nani? Mwanyuke, Mpoki Makinyuke, Mpoki Makinyuke na wengineo wengi ambao sijawataja, kina Stambuli pia. Tangu amemtangaza kocha au Mashujaa, kocha Salum Mayanga tarehe 21 mwezi Machi, kasimamia mechi za ligi kuu 3. Ameshinda 2, kapoteza mechi 1. Na hiyo mechi 1 ni ile ambayo tunatoa credit kwa Erasto Nyoni, mechi dhidi ya Namungo. Nafikiri wote kama sio tulikuwepo hapa, kuna follow moja ilipigwa kitaalamu sana, tukampa credit Erasto Nyoni. Lakini possibility ya kumalizika 1-1 of course ilikuwepo, maana wamefunga goli kwa changamoto mkoja wa penalty Kibaya, baadaye Mkombo zikaja kasawazisha. Wamefanya kosa, Nyoni kaja kafunga goli la ushindi dakika 87. Lakini kushinda 3-0 kwa Fountain Gate nyumbani, 3-0 dhidi ya Tabora United, unafunga goli pia away dhidi ya Namungo, halikuwa ni jambo dogo. Kwa engo ya experience ya wachezaji, mabadiliko ya benchi la ufundi na the way timu inavyocheza kwenye hizi mechi 3, tutegemee kesho hivi vinaongeza ugumu kwa Simba, na ukizingatia ukaribu wa game kwa Simba Sports Club. Hayo yote yataweka out ikiwa tu wachezaji wanaweza kuyatumia hayo kama njia ya kumwadhibu mpinzani. Kwa sababu unaweza ukawa na experience, unaweza ukawa, kwa sababu mara nyingi huwa na item performance ya wachezaji kurise baada ya mwalimu mpya kuja, kama ni kama tu ka honeymoon fulani ambacho wachezaji huwa wanakuwa kama waliokuwa nao Kagera. Alipoenda tu Juma Kaseja wakashinda pale wakaja wakapotea. Kwa hiyo hiyo inaweza kutokea ama kutokea, itadepend kwanza na namna ambavyo Simba wataapproach mchezo na pia namna ambavyo wao Mashujaa wataweza kuapproach mchezo. Sababu faida kubwa anayo Simba ipo kiwanja cha nyumbani. Pili, unampa kabisa credit ya moja kwa moja, lazima Simba anaambia atautawala mchezo. Isipokuwa tu kuna eneo ambalo litaka lizungumze kwa Mashujaa ambalo Simba watapaswa kuwa nalo makini sana. Kwa sababu sasa hivi walipofikia kampeni yao ilivyo ni kwamba wanahitaji kushinda kila mchezo ambao uko nao. Kwa hiyo unaushinda mchezo na kubidi pia upunguze makosa ambayo unayafanya. Eneo ambalo Mashujaa wamekuwa wakidhiazibu timu nyingi, hata hasa hizi timu kubwa ambazo wakicheza nazo, ni hasa katika mipira ya pili, zile second balls. Yani kwa mfano unaweza ukapiga cross, nyinyi mkaushinda ule mpira wa kwanza, au akapiga labda cutback mkaushinda mpira wa kwanza, kwa vyovyote vile mkaushinda mpira wa kwanza, mpira wa pili ukadondoka kwao, inabidi basi angalau
kwenye kila mpira wa kwanza ambao utawosha, at least uoshe mbali zaidi na goli, au hakikisha kwamba nyinyi mnakuwa mna control mipira ya kwanza na mipira ya pili, kwa sababu Mashujaa na watu ambao wanaweza kukutana na rebounds na wakapiga mashuti. Unakumbuka Idris Istanbul aliwadhibu Young Africans, wana watu kama Hassan Haji Cheda ambao mipira ya pili inapodondoka wana uwezo wa kureact kwa muda ule ule. Unajua kuna mpira wa pili unadondoka alafu mtu labda anaweza kugusa mpira mara 2 mara 3. Hao aina wachezaji ambao nimewataja wana uwezo wa kupokea mpira wa pili umedondoka na kuunganisha rebound hapo hapo, na kwa shoot power ambao wako nayo wakaweza kumwadhibu golikipa. Kwa hilo ni eneo ambalo pia Simba wanapaswa kuwa makini, kwa sababu kuna nyakati ambazo Mashujaa nao watajaribu kuwauliza Simba maswali. Kwa hiyo wakijaribu ulifanyia kazi ile eneo la hasa mipira ya pili, hii mipira inadondoka zaidi katika boxi, na pia hata mipira ya cross ya juu. Na kingine ambacho pia Mashujaa wanapaswa kuwa nacho makini, wamekuwa wakiruhusu pia magoli sana ya mipira ya juu, ambayo of course ni shida ambayo imekuwa kizigharimu timu nyingi sana za ligi kuu. Kwa hiyo unacheza na Simba ambayo michezo mingi tu wameweza kuiamua. Hata mchezo wa kwanza ambao walicheza nyumbani kwao uliamuliwa kwa mpira wa kona. Kwa hiyo pia inabidi wawe makini sana katika aina za matukio kama haya ambayo yanaweza katokea uwanjani, lakini all in all nategemea mchezo ambao utakuwa ni mgumu. Okay. Anyway, Salma Yanga experience yake na mengineo mengi amedani hapa aligusia issue nzima ya ukaribu wa game kwa ratiba. Sajigwa, kwa mtizamo wako wewe kijaribu kuiangalia Simba, tutegemee hoja hii ya ratiba mabadiliko kuanzia kesho ya kikosi, ama tunaenda na ile winning team na tunaenda na kauli yetu winning team never change? Hapana, mabadiliko yanaweza kawepo kutokana na mbanano wa mechi na wapinzani ambao anakutana nao. Kesho anakutana na Mashujaa. Sidhani inawezekana Mashujaa hiyo faida ya uchovu kwa Simba yasipate, kwa sababu katika hizo mechi zimebanana yeye ndo wa kwanza. Kwa hiyo wana muda tangu umefika Jumatatu hapa pa kesho Ijumaa, kwa muda upo, na kuna nyota wengi sana ambao hakutumika Afrika Kusini ambao mechi ya Mashujaa wanaanza kuimaliza. Na moja ya kitu ambacho Mashujaa msimu huu mimi wamekuwa wakinichanganya ni namna ambavyo timu yao imekuwa ikienda. Unajua kipindi timu msimu unaanza, Mashujaa inawezekana kwa timu ambayo level yao ya utimamu wa mwili ilikuwa ni hali ya juu kuliko timu yoyote. Kuna muda walikuwa na ubonda sana dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Okay. Kwa energy ile. Unaweza kuona ile mechi ya Simba zema ambavyo walicheza, ndio dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Baada ya pale nilikuwa kama vile kile kitu kimekata tena, sijajua ilikuwa ni nini. Wakaanza kupoteza mpaka ngoja kumfukuza mwalimu. Hivi sasa walivyorejea wanashinda. Lakini nikiangalia wanavyoshinda sioni kama ni timu imerejea kwenye kiwango bora, lakini naona ni kama Hanmund ya kocha mpya. Wamemfunga Tabora, na kiangata timu ambazo wamezifunga pia Zivo Zofili wamemfunga Tabora ambaye sasa eleweke, ambaye kila siku anatuhumiwa kuuza mechi. Wamemfunga Fountain Gate ambaye kesi zake zinafahamika za kufunga. Kwa hiyo hii ni mechi nyingine ambayo kwa ukomavu wa Salma Yanga tarajia kuona kitu, kwa sababu kiangalia nao ambao wapo ni salama kisi ni alama 30. Kesho kipande ushindi wana nafasi ya kusogea mpaka nafasi ya 7 pale, maana tafikisha alama 33 na kumbishaje kwa timu yenye alama 32. Kwa kuna huo uhitaji wao kuendelea kusanya alama, kwa sababu kwenye alama 30 kuweza kupata angalau alama 33 34 ambazo zinaweza kuhakikishia wao wasita hata playoff. Kwa kuna huo uhitaji mkubwa wa mchezo ambao unaoona, lakini ishu kubwa ambayo ipo kwao ni timu fulani ambayo kiwango chake kimekuwa kitabiriki. Kuna muda waenda mchezo hii wakiwa na kiwango hichi, baada hapo unakuta wanayumba tena. Kwa kesho ni swala kuona tu inakuaje. Lakini kwa upande wa Simba KMC mechi za nyumbani ambao wanacheza KMC msimu huu ni mechi moja ndio wamepata sare dhidi ya Coast. Na hiyo mechi ya Coast yeye ndio alifanya comeback, na hakuna mechi ambayo hawajaweza kufunga bao. Kwa hiyo garantia ya Simba kesho kufunga bao ni 90.9. Lakini kama haitoshi, uwezo wa wewe kuwafunga itategemeana na wao wanafanya makosa kwa kiasi gani, kwa sababu hata mabao ambao walifunga na KMC baada ya mechi la zilihamia kwa Musa bin Kamara. Na imekuwa ni kawaida ya Simba msimu kwenye ligi. Nadhani karibu mechi zote ambazo wameruhusu mabao lazima lawama zitarudi kwa watu wao. Kwa hiyo kwa kiasi gani Simba kesho watafanya makosa kwenye eneo la ulinzi, na kwa kiasi gani Mashujaa watakuwa na utumizi sahihi wa makosa ambao wanafanya Simba, inawezekana pia ikatupa mechi ya taswira tofauti. Kingine ndio issue nimeiona kitu sana ya kuhusu labda mwalimu anaweza ka sacrifice, kwa sababu mechi ni nyingi sasa hivi, ratiba ni ngumu. Ana michezo ya ligi kuu, ana michezo ya CRDB ambapo hapo ukiangalia michezo ambayo amebakiza Simba hiyo 4 plus 3 ambayo imebakia ni michezo 7. Hiyo ni
michezo 8 hiyo pamoja na dabi. Okay, michezo 8 ya ligi kuu hiyo. Ana michezo miwili ya nusu finali na finali ya CRDB. Then ana michezo miwili ya finali. Kijumlisha ni michezo mingapi? 8 11. Ukiangalia maximum michezo 14. Okay, nachojaribu kukiangalia hapa ni kwamba inawezekana labda maswali yakawa labda mwalimu anaweza ka sacrifice katika kitu ambacho sikitegemei, na pia sitegemei kama Fadlu atauingia huo mtego, ni kukaa chini akasema ni sacrifice kitu kimoja. Long as ajivunje, yani aseme kwamba sababu nimeona kwamba yani vitu vinavyozungumzwa ni kwamba Simba ipo karibu zaidi kushinda mchezo wa CAF Confederation wa finali, kwa hiyo sacrifice michezo ya ligi kuu. Jaribu kuangalia ratiba ilivyokaa kimtego. Ana michezo 4 alafu ndo anakwenda kucheza finali ya CRDB. Ina maana ukimess up kwenye hii michezo 4 umesha mess up kwenye kombe la kwanza. Ukija kumess up kwenye mchezo wa finali, kwa sababu hii finali ninachokiamini inaweza kamuliwa na mchezo wa kwanza. Yaani matokeo ya mchezo wa kwanza ndio sababu mara zote finali huwa ni moja. Yaani mchezo wa kwanza ndivyo hata ilivyokuwa kwa USM Alger. USM Alger walimaliza mchezo kwa Mkapa. Kwa hiyo finali always huwa ni mchezo wa kwanza ndio utadetermine ni kitu gani ambacho kitaenda kuhappen kwenye mchezo wa pili. Kihappen kwenye margin ambayo ni ya magoli machache, basi mchezo wa pili ndio unaweza kana kuamua matokeo. Kwa hiyo just imagine hapa mwalimu aseme okay, ngoja ni sacrifice huko kwenye ligi. Kwa sababu huna guarantee, yani katika football mwalimu yoyote yule haiwezi akakaa akakwambia labda mimi ninakupa assurance ya matokeo. Atakachokupa assurance nacho ni kitu hiki kimoja ambao ni performance, kiwango cha timu. Kwa hiyo nachokiamini sasa hivi atakuwa kikao na wachezaji wake anawaambia hii ndo kazi. Yani hii ndo yani haya ndo matokeo ya kuweza kusaini kuitumikia Simba. Haya ndo matokeo ya kula mshahara na bonus za Simba. No way, inabidi tufanyaje? Inabidi tupambane. Yaani hatuwezi tukasema tuna sacrifice. Sababu kisacrifice kimoja kuna possibility pia ya kuweza kuja kusacrifice vingine, kwa sababu huna uhakika na matokeo ambayo utakuja kuyapata huko mbele. Sasa hivi yupo kwenye nafasi ya kuwini treble. Ila akisema a sacrifice kitu kimoja au akamess up kidogo, yanakuja kuwa unaona Liverpool msimu jana alikuwa kwenye nafasi ya kubeba sio treble, quadruple. Mwisho wa siku umefika kawini taji hili moja. Na the same kwa msimu huu pia. Hata msimu jana kawini Carabao, na msimu huu pia kawini ligi pekee. Kwa hiyo naamini Fadlu hataweza kuingia umtego, kwa sababu yeye mwenyewe anafahamu, akiwa ni mwalimu anafahamu mpira huo